هذه الكلمة إلى الأصعدة المعمورة وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika iman, katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu, leo tarehe 14 mwezi wa 4 2025, katika darasa letu endelevu hapa kila Jumatatu na Jumanne baada al-maghrib mpaka isha, huwa tunakuwa na darsa ambalo siku nyingine huwa anakuwa Sheikh Juma hafidhahullah min kulli sharrin wa makruh ainama kan, huwa anakuwa naye darsa. Kwa hiyo tunakuwa tupo wawili hapa, na inapotokea dharura mmoja basi mwingine huwa anaziba nafasi ya mwenzake kama hana dharura. Hii yote lengo lake ni kufikisha kalimatullah, kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila al-mujtama' al-islami, kwenye jamii ya Kiislamu. Leo katika darasa letu hili tutazungumzia matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi huu wa Shawwal mfungo mosi. Tutayataja machache na tutafafanua machache. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumfanya Muislamu aweze kujitambua kwamba miezi hii ni mambo gani yaliyotokea kwa ajili ya yeye Muislamu kubakia katika Uislamu na kuwa aziz. Wapo ambao waliopoteza maisha yao, umri wao, mali zao, wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah, ambao waliojitolea walikuwa ni masahaba ambao tumebakia mimi na wewe sasa, ambao tunaweza tukajiona kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini wapo wale ambao waliosimama na Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika moja ya matokeo ambayo au matukio ya kihistoria ambayo yametokea katika mwezi wa mfungo mosi, tutayataja kwanza hapa. Tukio la kwanza limetokea katika mwezi wa Shawwal, ni Ghazwat Bani Sulaim au Qarqaratul Qudr. Ilitokea mwaka wa 2 katika mwezi wa Shawwal, mwezi kama huu tulionao. Hiyo ilikuwa ni katika mwezi wa Shawwal. Vita ya pili au tukio la pili la kihistoria, Ghazwat Bani Qainuqa. Ghazwat Bani Qainuqa ni vita iliyopelekea kuwapiga vita hawa Mayahudi. Walikuwa kabila lao linaitwa Banu Qainuqa, ambao hawa waliwahi kuhamia Madina kabla ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaushika mji wa Madina, wakafanya kila kitu, soko, biashara zote, wakawa wao, kwa sababu wanajua usaliti Mayahudi, wakawa wameishika Madina. Wakati huo Madina inaitwa Yathrib. Imekuja kuitwa Madina baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhamia pale, ikaitwa Yathrib. Na ndio maana baadaye akaja akasema man samma al-madinata bi Yathrib, kuanzia leo atakayeita Madina kwamba ni Yathrib falyastaghfirillah, aseme astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, innaha taba hiya taba hiya taba. Huu ni mji mwema, wenye wema, wenye watu wema, unaoishiwa na watu wema. Kwa hiyo hawa Banu Qainuqa walikuwa wanakaa katika sehemu inayoitwa kwa sasa hivi, jiografia ya sasa, ramani ndugu yangu Muislamu unaoniangalia,
ni kwamba ghazwat Banu Qainuqa ilitokea katika eneo la Muhattat Salim petrol station, Salim petrol station kwa sasa hivi, ambapo ni karibu na msikiti unaoitwa Masjidu Bilal, pahala ambapo pana maduka, yani ni kama mtaa wa Kongo, pako bize sana, na ndiko ambako kunakopatikana vyakula hasa. Ukitaka sijui pilau, mandi, sijui vitu gani, unakwenda kule, na ni maeneo ambayo yamekaa kifamilia. Sasa hapa kuna Masjid Bilal. Alama ya msikiti huu ni msikiti mweupe, lakini juu una kuba la rangi ya kijani. Ni msikiti ambao umezungukwa na magulio watu, lakini hivi sasa kutokana na ukarabati, yani urekebishaji wa mji wa Madina, hivi sasa yani mpaka uende na mwenyeji, la sivyo itakuchukua muda kufikia pale. Kwa sababu ukitoka pale ili uingie Masjid Bilal, unaingia katika sehemu ndipo kuna Masjid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lakini napo mpaka upelekwe ushikwe mkono. Kushotoni kwako kuna msikiti unaoitwa Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nadra sana misikiti hii, kwa 98%. Watu wengi tunaokwenda Madina hatuijui na hatuwezi kufika mpaka ukamatwe mkono upelekwe hapa. Kwa nini pameitwa Masjid Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab? Pale kuna Masjid Ali ibn Abi Talib, hapa kuna Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sababu ni kwamba maeneo haya Mtume alionekana akisali sala za Eid. Kwa hiyo na hawa makhalifa wanne na wao walikwenda kuhuisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu pahala ambapo Mtume aliposali masahaba walikuwa na kawaida ya kupita na wao wakaenda kusali pale. Masahaba walikuwa na kawaida pahala alipopita Mtume na akasali, na wao walikuwa wanapita pale na wakasali. Hebu turejee katika katika Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu al-masajid allati ala turuq al-madinati wal mawadi' allati صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله محمد ابن إسماعيل البردزبي الجعفي البخاري الروسي قديما قال حدثنا موسى ابن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري في صحيحه في باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari katika babu al-masajid, mlango unaelekea misikiti ambayo iliyomo pembezoni mwa njia ya kuelekea Madina au kutoka Madina au kutoka nje ya mji wa Madina, na maeneo ambayo aliyoswali Mtume, masahaba walimuona. Sasa Imam Bukhari katika sahihi yake Musa ibn Uqba akasema Bukhari, hadathana Musa ibn Uqba, ametusimulia hii riwaya Musa mtoto wa Uqba. Na Musa mtoto wa Uqba akasema, raaitu Salim ibn Abdullah, nimemuona kwa macho yangu Salim mtoto wa Abdullah, ina maana ni mjukuu wa Umar ibn al-Khattab, yataharra amakina min at-tariq, akipapa kipaumbele, akipatafuta na kuwa na hamu sana maeneo ya njiani, fayusalli fiha. Yani walipokuwa wakisafiri, Musa bin Uqba anasema alikuwa anamuona huyu Salim mtoto wa Abdullah, ina maana ni mtoto wa Umar, ni mtoto wa Umar bin Khattab Abdullah, na huyu Salim ni mjukuu wa Umar ibn Khattab, kwa hiyo ni mjukuu kwa mtoto wake wa kiume. Akasema nimemuona huyu Salim, huyu Musa bin Uqba anasema nimemuona Salim mtoto wa Abdullah, na Abdullah ni mtoto wa Umar ibn Khattab. Anasema yataharra amakina min at-tariq, akitoa kipaumbele maeneo ya njiani, fayusalli fiha, anasali. Tunatembea, akifika njiani anasali, wa yuhaddith, kisha anasimulia na yeye.
kwamba kwa nini anaswali maeneo yale, anasema anna abahu, kwamba hakika baba yake yani Abdullah ibn Umar kana yusalli fiha, alikuwa anaswali hapa. Huyu Salim mjukuu wa Umar ibn Khattab anasema baba yake alikuwa akiswali hapa. Wa annahu, na huyu baba yake huyu, raa nabiyya, alimuona mtume, alimshuhudia mtume akiwa naye katika baadhi ya misafara, yusalli fi tilka al-amkinati, akiswali katika yale maeneo. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo yapo, ambayo masahaba walikuwa wakipita na wanatoa kipaumbele. Ndio maana tunapokwenda wakati wa haji ama umra, katika zile ziara kuna maeneo ambayo kuna misikiti, masahaba ambapo walijenga misikiti pale wakati wa mtume, ilijengwa misikiti, yani ni maeneo ambayo mtume aliswali. Kwa hiyo na masahaba nao walikuwa wakifika pale wanaswali. Kwa hiyo ni vizuri na sisi tunapokwenda pale katika yale maeneo tunakwenda kusali, kwa sababu ni jambo ambalo limefanywa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha likafanywa na watu wema. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tufate hii sunna ya watu wema. Sasa hiyo ni vita ya Banu Qainuqa, tukio la Qainuqa, ambao kuna Masjid Bilal, na ule msikiti Masjid Bilal unaswaliwa swala zote 5 mpaka leo, na upo chini ya Wizara Shuuni Islamia nadhani, na unaswaliwa swala 5, na ni msikiti ambao unaongoza kwa kuswaliwa na wafanyabiashara wengi sana, sababu ni msikiti ambao umezungukwa na maduka ya biashara mengi sana, ukiacha wale ambao ni machinga ambao wanaweka biashara zao za chini, nao pale wanasalia pale. Halafu na ni msikiti ambao una frame, ule msikiti Masjid Bilal una frame, na zile frame zote ziko chini ya serikali, na umejawa na masonara wengi sana Masjid Bilal. Na kwa nini umejawa na masonara? Kwa sababu pale pahala hawa Banu Qainuqa walikuwa ndio soko lao la kuuzia dhahabu na biashara mbalimbali. Ikaja ikatokea tukio, wakaja wakafanya jambo kama tutakavyoeleza kwa muhtasari. Hilo ni tukio la pili. Tukio la tatu ni Ghazwat Uhud, ni vita ya Uhud iliyotokea tarehe 15 mfungo 5. Na leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Na maana tarehe 16. Sawa. Kwa ina maana limetokea siku kama ya leo, limetokea tarehe kama ya leo, mwezi kama huu. Waislamu naomba mfahamu, tarehe 15 mfungo mosi, tarehe 15 mfungo mosi ilitokea vita ya Uhud, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 624 miladi. Tukio la tatu, Ghazwat Hamraul Asad, ilitokea vita inaitwa Hamraul Asad mwaka wa 3 katika mwezi wa mfungo mosi. Hapa Hamraul Asad sijawahi kufika, sawa, sijawahi kufika, ni nje kidogo ya Madina, lakini hapa msikiti wa Masjid Bilal hapa walipokuwa Mayahudi kulikuwa kuna soko lao, nimeshafika hapo, nimeswali mara nyingi sana. Lakini hapa Qarqaratul Qadr, kwa sababu maeneo mengine yapo nje ya Madina. Tukio la tatu katika matukio yaliyotokea kihistoria yaliyotokea mwezi wa mfungo mosi ni Ghazwatul Khandaqi, vita ya Handaki, au Ghazwatul Ahzabi, vita ya makundi. Ilitokea mwaka wa 5, ilitokea mwaka wa 5 sawa na mwaka 627 miladi. Ilitokea katika mji wa Madina, na pale pahala lile eneo lipo linajulikana. Handaki lilianza kuchimbwa wapi na likaishia wapi, yale maeneo yapo yanajulikana. Ni vizuri kama unataka kujua maana yake, umchukue driver ikuchukue siku nzima kuitafuta lile eneo. Na pahala ambapo mtume alipopiga kambi, ile eneo bado lipo mpaka leo, linapitika, linafikika, na pana msikiti mkubwa panaitwa 7 masajid, misikiti 7 masajid,
misikiti 7. Kuna mingine ipo juu ya mlima. Ule mlima uliopo pale unaitwa Jabal Sal'a, mlima upara, kwa sababu ni mlima ambao hauoti majani, mlima ambao hauoti majani. Na hata mvua inyeshe vipi Madina, vikitoka vijijani, vinatoka vijijani vidogo sana, kama vile mtu mwenye upara. Kuna watu wengine akinyoa upara, baada ya kunyoa upara kuna vile vijinywele vinaanza kutoka kwa mbali baada ya siku 3 vile. Basi ndivyo ulivyo ule mlima wa Jabal Sal'a. Ni pahala Waislamu twende tufike, twende tufike. Hupajui, sema tukupeleke. Pale pahala pana misikiti 7. Kuna misikiti 3 ipo juu ya mlima na kuna misikiti 4 ipo chini. Kwenye miaka ya 91 naingia Madina mwezi wa 9 mpaka naondoka mwaka 95. Baada ya kumaliza Madina, watu walikuwa wanaruhusiwa kupanda juu ya mlima ule, lakini hivi sasa huwezi kupanda tena. Hivi sasa huwezi kupanda, ni marufuku. Na ukipanda kule unaweza kukuta umefatwa, na inawezekana askari wakakufuata ama wakatumia helikopta, ukaona inakuzunguka alafu mwenyewe ukaanza kuvurugwa, utaanza kukimbia. Lakini hapa chini pale pahala, ndugu zangu Waislamu, leo kesho umekwenda Madina, tafadhalini tuache kueneza propaganda. Maeneo ya historia kama huyajui, sema tukupeleke, kwa sababu baadhi ya wanaoeneza propaganda hata Madina wengine hawajawahi kufika na hawapajui. Pale 7 masajidi, misikiti 7. Kuna kijimsikiti kidogo kipo juu ya mlima. Kile kijimsikiti wakati wa Mtume hakikuwepo sallallahu alaihi wasallam. Pale ni ishara, ndipo Mtume alipokaa kwa riwaya zote sahihi. Mtume alikaa pale katika vita ya Khandaq ambayo ilitokea mwaka wa ngapi? Mwaka wa 5, ambayo inaitwa ni Ghazwatul Ahzab au Khandaq, lakini ilikuwa katika mwezi wa mfungo mosi, katika mwezi wa mfungo mosi. Sasa vita ya Uhud ilikuwa mfungo mosi mwaka wa 3 wa Hijra, lakini vita ya Ahzab au Khandaq ilikuwa ni mfungo mosi mwaka wa 5. Kwa ina maana baada ya kupita mwaka wa 4, ina maana ilipita kama mwaka 1.5 ikawa imetokea hii vita tena. Pale pahala kwenye kile msikiti mle ndani watu wanaingia kusali. Utakuta unaweza kaingia na msala wako, kuna wengine wanakwenda na miswala wanaiacha mle ndani, lakini kosa linalofanyika na mahujaji mle ndani watu wakifika wanaandika chata zao, majina, status. Amekuja nani, Abedi sijui kutoka wapi, anaandika amekuja Msimbo, sijui amekuta Makaka, sijui amekuja Abduli kutoka Tanzania, wanaandika. Yani watu wanakuwa wanaandika majina yao mle ndani. Sawa. Lakini hasa Mtume alikaa pale pahala palikuwa peupe, lakini pamejengwa kiji msikiti kidogo ambacho kikijaa takriban kama watu 15 au 20 pamoja na kubanana. Pale ndani hakuna mihrab wala mimbar, na serikali kuna wakati wanafunga kwa sababu watu wanakwenda kufanya vitu vya ajabu, na kuna wakati panajaa, lakini kuna wakati wanaruhusu. Sasa kutoka pale msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili uende, chukua barabara inayoitwa As-Salam Road. Nenda na As-Salam Road mpaka utakwenda King Faisal Road. Vuka, utaingia katika nyumba za zamani kama Zakaria-ko. Utakwenda moja kwa moja, ina maana takriban ni kama nusu kilomita 1. Sawa? Utatembea, utafika pale kwenye ule msikiti, kile kwenye msikiti kidogo hasa pale ndipo alikaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuomba Mwenyezi Mungu dua ili apate nusra, na kwa sababu Makuraish na Mayahudi na makabila mengine ya Kiarabu waliungana pamoja kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuuangamiza Uislamu, wakajiunga pamoja. Mtume akaomba dua kuanzia Jumatatu, amekaa pale. Jumanne amekaa pale. Jumatano kati ya dhuhuri na alasiri, muda wa dhuhuri unakwisha, inaingia alasiri, Mwenyezi Mungu akatuma upepo mkali sana. Ule upepo ulikuwa unamnyanyua ngamia na kumnyanyua juu kama kikaratasi namna hii, na kumpiga kwenye ukuta wa mawe pale kwenye mlima. Yule ngamia anachanika, anakuwa ni nyama.
aliomba dua nzito sana pale Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lile eneo ndugu zangu linafikika pale chini ya ule kile kijimsikiti kidogo pale kwa chini. Sasa pale angalia, leo kesho, hata ingekuwa sasa hivi tunapita pale, kuna ukuta mweupe, ule ukuta ni makaburi ya baadhi ya masahaba radhiyallahu anhum waliokuwa wamezikwa pale. Sawa, hilo ni tukio la ngapi? Tukio la kwanza, la pili, la tatu. Hilo ni tukio la 4 la ghazwat al-Ahzab. Halafu tukio lingine ambalo lilikuwa ni tukio la 5 ni tukio la ghazwat Hunain. Ghazwat Hunain ilitokea hiyo tukio, ilikuwa ni mwaka wa 8 wa hijra, lakini katika mwezi huu wa mfungo mosi. Tukio lingine la 6 ni ghazwatu Taif, vita ya Taif, ambayo Mtume alitoka Madina akawa amekwenda kule. Ilikuwa ni mwaka wa ngapi? Mwaka wa 8. Ilikuwa ni mwaka wa 8 wa hijra. Yote ina maana baada ya mwaka mmoja, yani Shawwal mpaka Shawwal. Taif, ndugu zangu, Taif inafikika, na alhamdulillah serikali mwanzo walikuwa wale wenye taasisi wakitaka kwenda kule wanaomba vibali miaka 5 iliyopita huko nyuma, lakini hivi sasa watu wanakwenda ni free, kwa sababu mnakwenda pale kwenda kuipata historia ya Uislamu. Mwaka wa 12 Mtume tangu alipopewa utume alikwenda kuwalingania kule, akaenda akapigwa mawe sana mpaka akatoka damu, akawa analia. Amekwenda kuwalingania waseme la ilaha illa Allah, wamwabudu Allah. Hakuwaomba hela, hakuwaomba chakula, hakuwaomba msaada wote. Anawaambia semeni la ilaha illa Allah ili Allah asimame na nyinyi mumwabudu yeye. Wakawa wamempiga mawe Mtume, akawa amejeruhiwa sana. Ndugu zangu, sikilizeni, ile sehemu aliyopigwa Mtume mawe, ile sehemu kuna kijimsikiti kidogo. Wakati huo kulikuwa hakuna msikiti kabisa, lakini alipigwa mawe. Baada ya kupigwa mawe akawa amekaa chini. Alipokuwa amekaa chini anatokwa na damu, akaja kijana mmoja anaitwa Addas kutoka Ninawa, akamkuta Mtume analia, anasikitika. Mbona unalia nini? Akamwambia hawa watu mimi nimekuja kuwalingania umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wananipiga. Sijawakosea chochote, sijaomba matumizi. Basi yule akaingiwa na huruma sana yule kijana Addas. Mtume akanyanyuka pale alipokuwa amekaa. Sasa ile sehemu aliyokuwa amekaa, ndugu zangu, pana kijimsikiti kidogo sana. Ni kijimsikiti kidogo ambacho kama kutoka hapa kwenye ukuta huu unakuja mpaka alipokaa hapa ndugu yangu mpaka pale, au ni kidogo zaidi. Pale alipokaa amekaa Mtume, ile sehemu imewekwa alama kama ya damu, lakini ni rangi nyekundu kuanzia ukutani mpaka chini, na pale alipokaa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ile sehemu alhamdulillah mimi nimefika, na pale ndani ni msikiti. Sasa ni kama musalla, watu wanasali pale. Tuliingia wakati wa saa 4, nikapata wakati wa dhuha, nikasali salatu dhuha, alhamdulillah. Yani nyewe mnasali kule ndani, kuna wenzenu wanaosubiri. Sasa pale ambapo Mtume alipopelekewa tunda la zabibu, ile sehemu ndugu zangu, kuna kijimsikiti kimejengwa katika shamba la mizabibu. Lile shamba tangu wakati mwaka 12 wa kupewa Mtume utume mpaka leo lipo, na kuna mizabibu. Na ukifika pale, yani unagundua kabisa kwamba ni pahala kongwe sana. Manake mwaka wa 12 Mtume alikwenda tangu alipopewa utume sallallahu alayhi wasallam, akawa amempa tunda. Wakati anampa tunda lile, Mtume akasema bismillah, ndio akala. Adasi akamuuliza, haya maneno ya bismillah umeyapata wapi? Akamwambia, mimi ni nabiyullah, mimi ni mtume wa Allah. Mtume akamuuliza, mbona unaniuliza hivyo Adasi? Akamwambia, maneno haya nimeyasikia kwa mtu mmoja kutoka Ninawa. Akamwambia, alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Yunus. Mtume akamwambia, yule ni ndugu yangu, ni mtume mwenzangu. Adasi pale pale akawa ametoa shahada, akasilimu.
pahala alipokula mtume tunda la zabibu, na kwenye shamba ile eneo kipo kijimsikiti, watu wanasali pale, mataifa mbalimbali wanakuja, kuna vijijumba vya miaka hiyo vipo. Tuache ubishi, twendeni tukatembee maeneo ya historia. Waislamu wenzangu na washauri Waislamu wenzangu, sawa, na washauri Waislamu wenzangu, chukua familia yako katika mwezi Disemba, sawa, watoto wanakuwa wapo likizo, chukua familia yako, nenda nao Maka, mfanye umra, kaa siku utakazokawe kulingana na uwezo wako, mwende Madina kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, watoto wapaone, wasali katika msikiti wa mtume, na uwafahamishe hapa, la sivyo mtafute mtu ambaye atakayekuwa anawaelekeza. Halafu mkirudi Maka, sawa, mnakwenda Taif. Baada ya kumaliza umra, mnakwenda Taif. Kutoka Maka kwenda Taif kilomita 99. Kutoka Maka kwenda Taif kilomita 99. Na mkitoka Taif ndio mnapita katika miqat inaitwa Qarnul Manazil, ndipo wanapohirimia watu kutoka Kuwait, Oman na Dubai. Kuna msikiti mkubwa smati sana, na kuna parking nzuri kubwa sana, vyoo vya kutosha, sehemu ya kutawadhia ya kutosha, yani magari yanapaki mengi sana. Sasa pale Qarnul Manazil ndipo pahala ambapo mtume alipopita. Kuna milima ilizungumza na mtume, ilimwambia mtume ili waweze kumpiga mawe, yani kwa sababu alipigwa mawe, ile milima ikamwambia sisi tunataka hawa twende tukawa sage kabisa tuwaondoe. Mtume akamwambia hapana, inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahda. Katika vizazi vya hawa wapo watakaotokea watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni sehemu ambayo twende tukafike, twende tukaone, tuache ubishi, sawa. Ni pale ambapo ukishuka tu kwenye gari wakati mnapaki kwenda msikitini pale, yani unahisi amani, na unapita maeneo aliyokwenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unataka nini? Dubai ni nini? China ni nini? Guangzhou ni nini? Washington ni nini? UK ni nini? South Africa ni nini? Johannesburg, Cape Town ni nini? Unakwenda pahala ambapo alipopita Rasulullah, alikwenda Muhammad sallallahu alaihi. Wewe unakwenda maeneo yale. Fahari gani ndugu yangu katika historia yako ya Kiislamu? Na mimi naeleza haya kwa sababu nimefika mara 2. Watu wa Kigoma wanasema nimekwenda mara kwa watu wa Kigoma harfu min hurufi taukid, sawa. Nimekwenda mara 2 na nimeona, na nakwenda kule ninajitambua kwamba hapa nipo wapi. Ukifika Taif, ndugu zangu Waislamu wenzangu, niwaambieni wallahi, Taif, katikati ya mkoa wa Taif, jiji la Taif, yani Taif inafaa kuitwa jiji, mji smati, miundombinu smati, mji smati, miundombinu smati. Na Taif ina asili ya rutuba, lakini ni mji wenye milima sana. Taif inafanana na maeneo ya Usambaani, inafanana na milima iliyoko karibu na Chalinze, ama kama unakwenda Tanga sasa, baada ya kuipita Segerea pale, angalia kulia kwako na kushoto kwako unapokuwa unaelekea Tanga mjini, inafanana na Taif, lakini ni mji wenye rutuba, una matunda ya asili, sawa. Sasa Taif, ukienda Taif unakwenda kukuta mji smati safi sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabarikie serikali ya Saudia. Maeneo yote ya historia pale ambapo Rasulullah alipokwenda mwaka huu wa 8 Taif, pamejengwa msikiti mkubwa. Huu msikiti wa mwenye mkuu, kwa msikiti ule wa Taif Abdullah ibn Abbas, msikiti huu wa mwenye mkuu unaingia mara 2. Msikiti huu wa mwenye mkuu unaingia mara 2. Ni mpana sana, ni mrefu sana. Manake nimefanya kusudi nikatembea kwa upana. Wakati mahujaji wametulia wako huku, nimetembea mita 250 zile za haraka za upana zile. Mita 250 upana. Na ukiingia Taif katika ule msikiti wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambaye amefia pale mwaka wa 72-71 Hijria, na amezikwa pale Abdullah ibn Abbas.
Abdullah ibn Abbas amezikwa pale katika ukuta ambao ukubwa wake ni kama kutoka hapa mpaka kufika pale alipokaa kakangu pale, ndipo alipozikwa Abdullah ibn Abbas. Kaburi lake linaonekana pale ndani, na wameweka ukuta kwa wale watu ambao ni warefu, watu kama hivyo wa mzee wa Maokoto au Simbo au wengine ni rais, lakini kama mdogo wangu huyu hapa itabidi asimame kidogo, kama itabidi achuchumae kwa sababu ule ukuta umewekwa sawa. Mtu kama makaka anaona sawa na imamu wake wanaweza kaona, lakini mtu kama rafiki yangu yani itabidi asimame juu ya debe kwanza ndio aweze kuangalia vizuri, huwezi kuona. Sasa pale pamezikwa. Ndugu zangu, twendeni katika yale maeneo ya historia, na pale katika msikiti. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, Waislamu wenzangu wa Tanzania, wallahi unafika Taif unakuta mataifa mbali duniani. Sisi Tanzania tumekwama wapi katika maeneo ya historia kama hizi? Ndugu zangu, twendeni tukajitambue, sababu kuifahamu historia yako ndio kujifahamu wewe mwenyewe, na ni njia na ni moja katika vichochoo vinavyokupelekea kufikia katika lile lengo unalotaka kufika. Hapo ni Taif. Hilo ni tukio la 6. Tukio la saba lingine ni matukio mawili, niamalizie haya, nitayagusa tu. Mtume sallallahu alaihi wasallama amemuoa mama Aisha radhiyallahu anha, amefunga naye ndoa mfungo mosi tarehe 6, na mkewe mwingine bimdogo wa mama Aisha, Ummu Salama, ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallama mwezi wa mfungo mosi kwenye tarehe 17 15 hivi, sawa. Sasa haya ni matukio ya kihistoria ambayo ndugu zangu nilikuwa nataka niaguse kwa haraka. Lakini hapa sasa ngoja niende katika vita ya Uhud. Na kwenda katika vita ya Uhud, ndugu zangu, tuiguse mara moja Uhud ili tuweze kuangalia kwa haraka tupate faida. Ilikuwaje vita ya Uhud mpaka ikatokea? Kwanza hapa katika Masjid Bilal, hapa lilipotokea hili tukio, Banu Qainuqa, kulikuwa kuna masonara wengi Mayahudi na biashara ilikuwa kubwa. Alikwenda mama mmoja wa Kiislamu amevaa hijab na amevaa niqab, alikuja na biashara yake akauza. Baada ya kuuza akaenda kwa sonara mmoja wa Kiyahudi, sababu mtu unapokwenda kununua biashara huchagui kwamba ninakwenda wapi, unachagua ni unaangalia duka. Ikitokea umenunua pahala, umevutiwa na kitu umependa, sawa. Alipoingia pale kwa sonara, wakawa wanamwambia unataka nini? Akamwambia nataka hii. Akamwambia basi funua uso wako tuuone. Akamwambia hapana, siwezi kufunua uso wangu, mimi ni mwanamke wa Kiislamu, funua. Sasa akakataa. Sasa wakati wanamlazimisha, akatokea khabithi mmoja Yahudi, akamfunga mama yule wa Kiislamu nguo huko, akamfunga kamba. Sasa yule mama wakati ananyanyuka, ikawa sehemu ya mwili wake imeonekana. Kumbe kuna mfanyabiashara katika lile soko ni Muislamu. Tukio lote alikuwa analiona. Yule mama alipobakia uchi, wamemwacha uchi, alikwenda akamvamia yule bana aliyemfunga kamba kipindi kile na kumwacha uchi, akamvamia akamdunda mpaka kumuua yule Yahudi. Akamwambia kwa nini unamdhalilisha mwanamke wa Kiislamu kwa sababu ya vazi lake la Kiislamu? Hakuwa na subira. Mayahudi walipoona vile wakamuua yule bana Muislamu. Ikapelekwa taarifa kwa Mtume, kwa sababu kutoka pale lilipotokea lile tukio Masjid Bilal na kwenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama hapa na kwenda msikiti wa Kisumu hapa, kwenda msikiti wa Kisumu ama kwenda hapa kwa Sheikh Walid hafidhahullah, lakini pale msikiti wa Kisumu. Basi Mtume akapelekewa taarifa, akaja na jeshi. Alipokuja na jeshi, wakawa wamewavamia pale, wakamwambia mnakumbuka Mayahudi nilipohamia hapa tumepeana mkataba gani? Msifanye uhalifu wowote.
msimdhulumu Muislamu yoyote na nyinyi hamtodhulumiwa, ndio maana mnafanya biashara, kuanzia leo mtaondoka hapa. Akawa amewafukuza pale, wakaenda Khaybara. Kutoka Madina kwenda Khaybara kilomita 160, wakawa wamekwenda kule, wakaishi kule mwaka wa 3. Manake mtume aliwazunguka kwa muda takriban zaidi ya wiki moja kuhakikisha kwamba wanahamisha kila kitu chao, wakahamisha mali zao zote, wakaondoka. Basi walipofika kule Khaybara nako, Umar ibn al-Khattab wakati wa ufalme wa kama yani khalifatu Rasulillah, akaambia sitaki kumuona Yahudi yoyote anayebakia katika eneo hili la Hijazi, sitaki. Akawafukuza wote, wakawa wamekimbia na kuondoka, wakawa hawakurudi tena. Sasa hapa katika ghazwat Uhud ambapo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hebu tuangalie nini kilichotokea ndugu zangu, twende tukapate mambo ambayo yanaweza yakatusaidia. Tuangalie wenzetu namna walivyotumikia Uislamu, mimi na wewe tumefanya nini. Haya, ghazwat Uhud ndugu zangu imetokea siku ya Ijumaa mosi tarehe 15 mfungo mosi. Si leo ni tarehe, kesho ndio tarehe 16, si ndio? Kwa hiyo leo, na ndio maana mimi nikaamua kwamba darasa leo tuanze leo kwa sababu ndio siku hii. Sawa? Kwa hiyo vita ya Uhud imetokea siku ya Jumamosi tarehe 15. Kwa ina maana Waislamu baada ya kufungua Ramadhani kwa muda wa siku ngapi? Siku 15 ndio ikatokea, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 625. Sababu ya vita hii, sabab al-ghazwa, sababu ya hii vita ilikuwa ni nini? Kwa nini mtume, mtume alikuwa anapigana hivi? Hapana. Raddu udwan Quraish, ilikuwa ni kujibu uadui wa Quraish biqiyadat Abi Sufyan ibn Harb, vita ambayo chokochoko ambazo zilikuwa zinaongozwa na huyo Abu Sufyan mtoto wa Harb kabla hajaslimu. Waman khalafaha, na yule ambaye na yule ambaye alikuwa ameungana naye. Sasa walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda akawavamia pale katika njia ambayo aliona hapa atawapata. Kwa hiyo Mtume akawa ametoka. Adadul muqatilina min as-sahaba, idadi ya masahaba waliokwenda kupigana vita ya Uhud 1000 muqatil, walikuwa masahaba 1000, wakiwemo masahaba wote wale wakubwa. Thumma rajaa ma'a zaimil munafiqin, kisha baada ya hapo Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye alijiunga katika wale 1000. Kumbe ana kundi lake alikuwa amelipanga watu 300. Rasulullah hakuteremshiwa wahi kuambiwa kuna nini. Basi wakawa wamebakia masahaba 700 ndio waliobakia. Hao 700 walikuwa wanaongozwa na Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man, Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari. Wakaenda mpaka sehemu moja inaitwa mantiqatu Sheikha, ambapo kuna msikiti. Walipofika pale karibu na Shahri Sultan, mpaka sasa kuna mitende. Mara nyingi ninapokwenda na mahujaji huwa na katika ziara Madina, nikifika pale naambia mahujaji, angalia kushoto, angalia kushoto, angalia kwenye mitende hiyo, wanaangalia. Unapaona hapo? Kwa Mtume alipofika pale ndio akawahesabu 1 2 3 4 5 6 7. Walikuwa 1000, akawakuta wameondoka 300, wamebakia wangapi? 700. Baada ya pale kuwahesabu, akaondoka nao tena, akaenda sehemu inayoitwa Sheikha au Sheikhan. Alipofika pale akawa ndio ameziangalia zile silaha, akaswali pale salatu dhuhuri na al-asr. Sawa. Sasa lile eneo ndugu zangu mwaka jana Disemba, kwa makusudi, sababu niliona kwenda na mahujaji, sababu wakati mwingine mahujaji wanakuwa wavivu. Naweza kumwambia jamani twendeni para fulani, mimi bana leo nakwenda shopping, sijui mimi nakwenda wapi, naambia usipate tabu. Mimi nikamchukua driver, nikaambia nipeleke katika sehemu hii, akawa amenipeleka pale. Nikafika pale nikaswali swala ile ile pale aliposalia Mtume wakati ule. Nikiji msikiti kidogo sana,
ujenzi ni ule wa zamani, mawe ni yale yale ya zamani, sio yanameka miangapi yale mawe, lakini ndani kuna sehemu ya toilet, sehemu mbili ya kina baba na akina mama, na ipo sehemu ya kutawadhia akina baba na akina mama, na mle ndani yupo imam, na ule msikiti upo chini ya serikali. Kwa hiyo nikaswali pale pale maghrib. Baada ya kuswali maghrib sikutoka, nikabakia mle ndani, lakini kubakia kwangu mle ndani nilikuwa na uangalia ule msikiti, kile kijimsikiti ramani yake, alafu nikatoka nje nikawa nazunguka nikaangalia, sawa, nikawa nazunguka pale nje pembeni, nikatoka pembeni kulikuwa kuna maksaf, kuna sehemu wanauza juice na chai, nikachukua chai ya rangi, nikawa nimekaa nje na uangalia ule msikiti, nikawa nazunguka na uangalia vizuri. Ni pahala ambapo Mtume ndipo alipopanga, panaitwa Masjidud Dir'i, yani ndipo Mtume alipovaa vazi lile. Siku hizi kuna mavazi hasa waheshimiwa inasemekana wanavaa bulletproof, sawa, ukipiga risasi na kuwa ingii. Sasa kuna vazi wakati wa Mtume lilikuwa inaitwa dir'u, yani ukipiga mshale, sawa, ukipiga mshale hauingii, kwa sababu linakuwa linavaliwa eneo hili, sawa, linavaliwa eneo hili ambalo ina maana mtu analinda sehemu ya moyo, sawa, na ndio lilikuwa vazi wakati. Kwa hiyo Mtume ndio akavaa pale, ndio maana pakaitwa Masjidud Dir'i, ile sehemu ipo. Nikaswali mpaka Isha. Baada ya Isha nikatoka barabarani, manake baada ya Isha, sawa, msikiti huu hapa, barabara kama ile nyumba pale. Nikasimama pale, akaja taxi driver, nikamsimamisha, nikamwambia twenzetu Shamalia kule. Nikawa nimekwenda, basi nikarudi hoteli nilipokuwa nimefikia na mahujaji wenzangu. Kwa hiyo hili eneo lipo, usije ukasema halipo, lipo. Haya, washirikina makafiri kutoka Maka walikuwa wangapi? 3,000 na walikuwa wapanda farasi 200. Sasa aliyekuwa kiongozi wa kikosi pale ni nani? Mus'ab ibn Umair al-Abdari, ambaye yeye ndiye alishika bendera, na bendera siku ya vita ya Uhud ilikuwa na rangi nyeupe. Kisha alipouawa Mus'ab akawa amechukua bendera ile nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale akawa amewapanga masahaba. Alipowapanga masahaba akawa amewaambia kaeni nyuma huku. Akawachukua masahaba 50 wakapanda juu ya mlima pale. Wakapanda juu ya mlima, akaambia pandeni juu ya mlima ule. Kuna mlima kidogo sana ambacho watu wengi wanapanda, inaitwa, kile kijilima kina majina mawili, Jabalur Rumat au Jabalu Ainaini, mlima wenye macho mawili. Yani ukisimama pale huku unaangalia na huku unaangalia na huku nyuma unaweza kuangalia, na ukisimama pale yani unakuwa kama ile sehemu unaiona. Sasa kwa zamani ina maana hata mtu atoke maeneo ya mbali mngeweza kumuona. Sasa wakina Khalid bin Walid kabla hajasilimu wakati huo wakatokea upande wa airport ya Madina kwa sasa. Baada ya kuona Mtume kwamba hivi walivyokaa haiwezekani, Mtume akawaambia masahaba, akawaambia wale masahaba, uthbutu makanakum, hadithi katika Bukhari, uthbutu makanakum, tulieni hapo hapo. Atakayekuwa kiongozi wenu hapo yuni nani? Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari. Akakaa pale juu, akapanda masahaba 50, akawaambia, in raaitumuna huzimna au hazamnahu, mkituona tumepigwa au tumewapiga, fala tabrahu makanakum, siondoke hapo, uthbutu makanakum, tulieni hapo hapo pala pale. Sasa Khalid alipokuja kwa kutokea, ukipanda juu ya ule mlima, airport ya Madina inakuwa iko kushotoni. Walipopanda, Khalid alipoona wale kiasi ambacho kwamba hawa hatuwawezi, kwa sababu Mtume aliuweka mlima wa Uhud nyuma ya mgongo hivi, akaona hapa hatuwawezi, wakazunguka nyuma kabisa, wakaja wakawatokea Waislamu kwa nyuma ya mgongo. Walipotokea nyuma ya Waislamu nyuma ya mgongo, walipoona nini, wakaona Waislamu wanawaona wakina Khalid, wakakimbia. Walipokuwa wanakimbia wakawa wanatupa vitu vya thamani,
wanatupa mapanga, dhahabu, vitu gani. Sasa wale masahaba waliokuwa kule juu wakawa wanataka kushuka kwamba jamaa wamekimbia. Abdullah bin Jubair akawaambia, amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alla nabraha makanana, Mtume ametuamrisha tusiondoke hapa pahala petu, tumepiga, tutulie hapa hapo, tusiondoke jamani. Wakawa wameshuka. Waliposhuka tu kwa ajili ya kwenda kuchukua zile ngawira, wakawa wamezunguka kwa huko juu wa macho. Wanasema katika Rahiqul Makhtum, anasema wa marra al-jaysh fi hadha at-tariq bi ha'it Mirba ibn Qaidhi. Jeshi la Waislamu wakati wanakwenda Uhud walipita jirani na shamba la huyu alikuwa anaitwa nani? Mirba ibn Qaidh. Wakana munafiqan, lakini alikuwa katika orodha ya wanafik. Dhariran basar, alikuwa ni mlemavu wa macho yule man. Falamma ahassa bil jaysh, yule mlemavu wa macho, chuki ile ya Uislamu, bado ana chuki. Alipohisi kwamba kuna jeshi linapita pale la Waislamu, qama yahthu turaba fi wujuhi almuslimin, akachukua mchanga akawa na wamwaia Waislamu, na Mtume yumo pale. Aliambiwa kwamba bana jeshi la Waislamu hilo wanakwenda kupigana. Fa ahtha turaba fi wujhihim, akawamwaia. Wayaqul, huku anamwaia mchanga na anamwaia Mtume, anasema la uhillu laka an tadkhula haiti, sikuruhusu kuingia katika shamba langu, in kunta rasulullah, hata ukiwa mtume wa Mungu. Fabtadarahu alqawm, akavamiwa na watu, liyaktuluhu, ili wamuue. Kwa nini unamwagia Mtume mchanga? Faqala rasulullah, Mtume akasema la taqtuluhu, msimuue huyo mlemavu wa macho. Fahadha al-a'ma, huyo ni mlemavu wa macho. A'ma al-qalbi, moyo wake ni mlemavu, hauoni. A'ma al-basar, vile vile macho yake ni mlemavu. Huyo ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, ingekuwa mimi na wewe ingekuwaje? Kingewaka. Sema shekhe, usikasirike shekhe, bana wewe shekhe bana, ni mashekhe bana, wala fatulambia kwa nini Mtume? Kinawaka, sawa, kinawaka. Sasa huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kama tulivyoeleza kwamba alipowaambia kaeni juu ya mlima, kuna riwaya ipo katika Sirat ibn Hisham na katika Musnad Ahmad na Mu'jam at-Tabrani na Mustadrak al-Hakim kutoka kwa Ibn Abbas, pia vile vile katika Sahih Bukhari katika kitabu al-Jihad. Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amegawanya vile vikosi. Wanasema waqasama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jayshahu ila 3 kataib, Mtume aligawa jeshi lake vikosi vitatu. Katibatul muhajirin, kikosi yani brigadia ya muhajirin kutoka Maka, ambao walikuwa ni wamehamia kutoka Maka kuja Madina, lakini wao ni muhajirin. Wa a'ta liwaaha, akakipa kile kikosi bendera yake Mus'ab bin Umair al-Abdari radiyallahu anhu. Alafu katibatul Aus min al-Ansar, brigadia ya hawa Aus katika Ansar. Wa a'ta liwaaha Usaid ibn Hudayr, akampa Usaid ibn Hudayr. Alafu katibatu thalith, kikosi cha tatu katika Khazraji, wa a'ta liwaaha, akampa liwaa yake ni nani, bendera yake, Al-Hubab ibn al-Mundhir. Hawa ndio, lakini wote hawa walipofika pale wakawa chini ya nani? Ya huyu Abdullah ibn Jubair. Aliyebakia Madina pale, sawa, aliyebakia Madina, wastamala ala al-Madinah ibn Maktum ala salat biman baqiya fi al-Madina. Mtume akamwambia Ibn Maktum, limlemavu wa macho, akamwambia wewe, kwa muda ambao mimi nipo nje ya hapa, ndio utakayokuwa imam, ndio utakayokuwa imam. Kwa hiyo Mtume baada ya kuacha majukumu kukabidhi yale, wakawa wameanza safari. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amekwenda mpaka pale, vita ikaanza. Ilipoanza, hatimaye Waislamu wakawa wanaelekea kushinda, lakini kosa tu ni lile la kushuka juu ya mlima pale. Hapa tunapata fundisho gani? Kwamba tunapata fundisho la kumtii kiongozi katika Uislamu. Katika Uislamu
tunapata fundisho la kumtii kiongozi. Kiongozi anapotoa amri, kama tutaiona inakwenda kinyume, ni vizuri tumfate, tumshauri, si kumtukana, si kumfedhehesha, si kumdhalilisha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amegawa pale. Sasa hatimaye wakawa wameuawa masahaba. Masahaba waliouawa pale walikufa masahaba 70. Waliuawa masahaba 70. Lakini hakuna hata mateka mmoja katika Uislamu. Lakini waliouawa katika makafiri walikuwa 22. Kwa hiyo mashahidi waliozikwa pale Uhud, pale Uhud wapo masahaba. Mkienda pale ndugu zangu, pana ukuta mkubwa pale pana ukuta mkubwa wamezikwa masahaba. Kuna kaburi moja liko peke yake. Ukiliona lile kaburi liloko peke yake, ndio amezikwa Hamza ibn Abdul Muttalib, na lile kubwa wamezikwa masahaba takriban kama 69. Unaona pale kuna kaburi kubwa na kuna kaburi dogo na kuna kaburi dogo katikati. Sasa kitu gani kingine ni kufundisheni pale? Kuna mambo mawili. Sasa baada kwa ile vita imekomaa, Mtume alikimbia na masahaba wakakimbilia upande wa mlimani. Walipofika upande wa mlimani, kwenye mlima wa Uhud kuna sehemu inaitwa Shaqqu. Kwenye mlima pale kama kuna pahala pako wazi, Mtume akaingia mle ndani akawa anajikinga pale. Masahaba wakaenda wakakinga kwenye ule mlima, wakawa wanapigwa mishale wao, visu wanapigwa wao. Mtume hakujeruhiwa sallallahu alayhi wasallam. Sasa ndugu zangu, ukifika pale mwaka 90, 91, 92, 93 mpaka miaka 2000 kwenye 2002 na 3 mpaka na 4 na 5, imeanza kwenye Allahu alam kama kwenye 2006 au na 7, pamejengwa msikiti mkubwa wa kisasa pale Uhud, unaitwa Masjid Sayyidu Shuhada, msikiti wa mtukufu wa mashahidi Hamza. Ukifika pale, nisikilize vizuri, ukifika pale mlima ule Jabal Rumat, uweke mgongoni kwako baada ya kuwatolea salamu wale mashahidi. Sawa, maana wameandika kwa Kiingereza na Kiarabu na nadhani na Kiindonesia na Kihindi. Nenda pale msikitini. Ukiingia pale msikitini, kati ya ukuta na msikiti, yani ni kama hapa, yani kama kutoka kwenye ukuta huo na ukuta huo hapa ndio msikiti. Hapa katikati pako wazi na ukubwa wake ni kama huu. Msikiti na maana kuanzia hapa kwenda kule. Sasa hapa pana ukuta wale masahaba waliozikwa mle ndani. Hapa opposite na mlango mkubwa pale katikati ndipo alipouawa Hamza ibn Abdul Muttalib. Ndipo aliuawa Hamza pale, na ndipo utumbo wake ulipotolewa na Hindu. Aliuawa na nani? Na Wahshi, kabla Wahshi hajaslim. Na Wahshi aliposlim, alipokwenda kwa Mtume kuslim, Mtume akamwambia, nimeshakuona lakini kila nikikuona naona uchungu, sitaki kuona, basi wewe nenda tu, Mwenyezi Mungu ameshakusamehe. Unaona? Lakini tukio lingine la ajabu, wakati wanatoka Maka au Makureish, walipofika sehemu inaitwa Abwa, kwenye kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajitokeza mwanamke mmoja anaitwa Hindu bintu Kutaba, akasema, huyu mama yake huyu ndio amezaa hichi kitoto ambacho kinatusumbua sisi, fukueni mwili wake. Wale Makuraishi wenyewe pamoja na ukafiri wao wakasema, sasa hapo tumevuka mipaka, tukifukua mwili wa huyu yatakayotukuta ni mazito. Tukifukua mwili wa huyu mama yake, si tunamtaka yeye, lakini walikuwa wameamua wafukue kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wenyewe sawa na ukafiri wao wakajirudi, wakasema jamani, si kama vile inaweza ikapelekwa fitna pahala, ikapelekwa fitna, wakasema lakini sasa huyu huko mmekwenda mbali, huyu siye jamani, tuwe makini katika kazi zetu hizi za uchunguzi, kazi zetu za mambo haya, huyo mna fitna hiyo, hapana. Sawa, wakataka
fukua kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amezikwa sehemu inaitwa Abwa, ndipo alipozikwa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo la Uhud, na insha Allah kesho tutakuja kwenye Ghazwat Khandaq, vita ya Handaki. Tutaangalia Handaki lilichimbwa kuanzia wapi mpaka wapi, na lilikuwa lina mita ngapi, na sasa hivi unaweza ukafika wapi. Na kwenye kile kijimsikiti pale, insha Allah kesho nitawaeleza. Leo kesho mmekwenda Madina. Sahaba mmoja Jabir bin Abdullah anasema, kana idha hazabani amrun, nilipokuwa nimezidiwa na mambo yangu, mambo yakanizidi, basi nilikuwa ninakwenda pale kwenye ule msikiti baada ya Rasulullah kufariki. Kama ana jambo lake limembana sana, anakwenda kwenye ule msikiti, kwenye kile kijimsikiti. Wakati huo bado kijimsikiti hakijajengwa, sababu vile vimsikiti vimejengwa wakati wa Daula Umawiya, wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Asema alikuwa anaomba dua zake, dhiki zake, shida zake, anaomba dua Jumatatu, anaomba dua Jumanne, anaomba dua Jumatano. Ikifika Jumatano alasiri ya dhuhuri, ngoma imetiki mwanangu, mambo yananyooka. Kwa hiyo leo kesho jamani mnakwenda Madina, ndio maana utakuta wenzetu wakienda kule wanakuwa wengi sana, lakini nadra kuwakuta wa Tanzania. Sasa na mimi nimeshawazindua, mkienda pale kapigeni kilinge. Unapiga kilinge Jumatatu, sawa? Unapiga kilinge Jumanne. Wewe unarudi zako hoteli, lakini ikifika unakuwa unapiga kilinge Jumatano. Piga kabisa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unamwambia Allah, ya Rabbi, kama ulivyomnusuru mtume wako katika Khandaq, vita ya Ahzab, ukamnusuru ya Rabbi, na kuomba na mimi hapa ndipo ulipomnusuru mtume wako, na mimi ya Rabbi na shida zangu ya Rabbi, Allah atakunusuru inshallah. Kwa leo tuishi hapa, kesho inshallah tutaonana tena kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakwenda sehemu ya pili, matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi wa mfungo mosi. Allah atupe afya njema, awaponye wagonjwa walioko hospitali, atuondolee maradhi, atuondolee mazito. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Yoyote ambaye ni sababu ya Watanzania kugombana, kutukanana, anayetaka kuleta dhulma na uovu na fitna, Mwenyezi Mungu unamjua, shughulika naye yeye na wale wafuasi wake popote pale walipo. Watanzania tubakie salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naam. Una maswali mawili tu. Haya, uliza maswali mawili. Swali la kwanza, ni kwamba Wahshi alipokwenda kumsalimia mtume baada ya kusilimu, alikwenda pale mtume akamwambia sawa, akakubali ile kusilimu kwake na akasema nimeshakuona, nenda zako. Maana yake ni kwamba hakumwambia kwamba toba yako haijakubalika, kwa sababu sio kazi yake mtume. Mwenye hiyo kazi ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Midhali ameshasilimu, sawa. Alafu vile vile aliamrishwa siku ile na wale mabosi wake, Abu Sufyan kabla hajasilimu, na yule mama Hindi ambaye alikuwa ni mke wa Abu Sufyan. Sababu baada ya Abu Sufyan, baadaye aliposilimu, mtume alikwenda kuoa mle ndani. Siku nyingine unaweza ukaenda kuoa kwa mtu ambaye kuna bifu naye, bifu linakwisha baada ya kuoa mle ndani. Kwa hiyo mtume akaenda akaoa mle ndani, akamuoa mwanae Abu Sufyan, alikuwa anaitwa Ramla binti Abi Sufyan, lakini kwa jina maarufu alikuwa anajulikana Ummu Habiba, sawa. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwamba Wahshi aliishia wapi? Alikuwa akaendelea na mambo yake mengine, lakini alibakia katika Uislamu na akaendelea kufanya ibada inshallah. Maana yake ni kwamba mtu akishaleta toba, chukua mfano mtu analeta toba, sawa. Chukua mfano mtu wa hip hop au bongo flavor, au mtu alikuwa na mambo ya ajabu ameleta toba,
ametangaza kwamba nimerejea kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anisamehe kwa yale ndiyo yafanya. Sawa, akaleta toba, akarejea kwa Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe ni wajibu wetu kukubali toba ile. Anayemhukumu kwamba toba yake imekubalika isiyokubalika ni nani? Allah, sio mimi na wewe. Lakini mimi na wewe tumkubali na tuendelee kumliwaza. Tukikutana naye tumsalimie na tuzungumze naye maneno yalikuwa mema inshallah. Lakini nasema umesilimu wewe, nikikuta peponi mimi nikikuta peponi tu mimi natoka. Swali, kwani wewe peponi una uhakika utaingia? Hapana. Sawa. Maana kuna mtu mwingine wewe eti na wewe ni mtu ingie peponi wewe. Mimi nikikuta peponi natoka bwana. Sasa yale yanakuwa ni maneno kama ya comment. Sawa, umenielewa ndugu yangu? Haya. Swali lingine? Naam. Mimi kwanza kuna swali hapo. Hakuna swali leo. Naam. Umechelewa kuja. Swali liko nje ya mada kidogo. Unaona labda mtu akawa mwanamuziki hivi labda au katika mambo fulani. Sasa hiyo mtu akatangaza kwamba yeye ana swali kama ni mwanamuziki fulani hivi au hata mtu kawaida hivi alikuwa sana akatangaza mimi na swali bwana na miaka 3 miaka 4 nimekaa ni swali hivi. Sisi Waislamu tunaruhusiwa kumtoa kabisa katika Uislamu? Ndio swali zile, hakuna kitu ile. Yani alikuwa ni umetoa mfano, alikuwa ni mwanamuziki. Na rudia swali lako kama ulivyouliza. Alikuwa ni mwanamuziki lakini akarejea kwa Mwenyezi Mungu. Muziki anaendelea nao. Anaendelea na huko ana swali. Tutaendelea kumnasihi. Tuseme naye kwa maneno mazuri. Maana yake sawa sana mtu ambaye anafua kanzu kama hii. Anaifua vizuri, anaipiga pasi, anaitia perfume, alafu anaiweka kwenye mkojo tena. Alafu anarudi. Kwa inakuwa tutaendelea bane, kanzu yako umefua vizuri, imekauka vizuri, imependeza rafiki yangu, mpaka umepaka perfume yenyewe bomba mwanangu, unanukia vizuri. Vipi tena? Bana bahati mbaya bana. Basi acha hizo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa tuwe sawa, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu unamnasihi kwa njia ya utani. Mnatia story, mnachekeshana, lakini unamfikishia ujumbe. Sio mimi na wewe kumwambia hapana, tuendelee kumnasihi inshallah. Atafika pahala ataacha inshallah. Nadhani tumemaliza inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Allah atupe afya njema, atuweke katika maisha mema, na wagonjwa walioko hospitali Allah awape afya njema. Kuna ndugu zetu wagonjwa hapo hospitali Apala, Allah awape afya njema, na Mwenyezi Mungu awabarikie madaktari wa Apala hapa na hospitali nyingine kuweza kupata rehema za Mwenyezi Mungu kuwaponya wagonjwa hawa inshallah. Tutakutana tena kesho inshallah, sehemu ya pili, matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi wa mfungo mosi.